ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo kufanikiwa katika maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Unwani ya mazungumzo yangu ni nafasi ya uongozi katika mustakbali wa umma wetu. Kwanza kabisa, uongozi ni nini? Alqiyada au zaama. So mara nyingi kuna baadhi ya maneno au baadhi ya misamiati imezoeleka, lakini maana ni kama iko wazi au kila mtu anaelewa vile anavyoelewa yeye. Na ndipo kuna baadhi ya wasomi wanasema ukija ukirudia baadhi ya taarifi, wanavyoarifisha baadhi ya hii misamiati yaweza kupata zaidi ya maana 50. Kila mtu anakuarifishia vile anavyoona yeye ni sawa, badili ya kuwa kitu ni sahali au neno ni jepesi wakazidi kulifanya zito. Kwa hiyo mimi nitajaribu kupiga mfano ili uongozi uwe mwepesi na tuufahamu kirahisi zaidi. Tuangalie chombo cha usafiri. Sawa sawa ni safina, ni jahazi, ni vyombo vya barabarani au ni ndege, vyombo vya angani, kwa maana sawa sawa ni nahodha, ni rubani, ni dereva. Kwa hiyo kunakuwa na chombo. Chombo kinakuwa na mwenye kukiongoza. Sawa sawa ni rubani, ni pilot, au ni nani, au ni dereva. Kwa hiyo kuna chombo. Chombo ndani kuna watu. Watu kama hawa, kuna anayekiendesha kile chombo, kuna na wanaoendeshwa na kile chombo. Na chombo chenyewe kina mahali kinapoelekea. Kwa hiyo huyu rubani au huyu nahodha na huyu dereva, yeye ndio anakielekeza hiki chombo ili kufika katika maeneo fulani au katika sehemu fulani. Kwa hiyo ni lazima kwanza kuna rubani anayeongoza kile chombo, anayekiendesha kile chombo, kuna wenye kuendeshwa ambao ni umma, kisha kuna na malengo. Kwa hiyo safari inakamilika haya majiwe matatu yanapokuwa yamekaa sehemu zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yule dereva au yule nahodha anayeendesha kile chombo, kwanza ni lazima ajue anakwenda wapi, kwa sababu kuna malengo, yeye anataka kwenda sehemu fulani. Kukikosekana malengo, kwa sababu huyu nahodha yeye anauelekeza umma katika malengo fulani, ikiwa itakuwa hakuna malengo, haina maana ya haraka, kwa sababu ameondoka yuelekea katika yale malengo. Sasa ikiwa hakuna malengo, ameondoka yuenda wapi?
Jambo la kwanza. La pili, ni lazima kuwe na umma ili kuwe kuna mtu anayewapeleka katika yale malengo. Ikiwa hakuna umma, kwa hiyo anakwenda yeye peke yake. Hakuna uongozi wala hakuna dereva wa kuwapeleka umma. Kwa hiyo hakuna uongozi bila ya umma, hakuna umma bila ya uongozi, kwa sababu ikiwa wako ndani ya chombo hawana nahodha ndani yake, yani na maana kile chombo chenda kuzama. Kwa sababu chombo chochote baharini au chombo chochote barabarani au angani, ikiwa hakina mwenye kukiendesha na kukikontroli, yani na maana kile chombo chenda kuzama, kitapigwa na mawimbi, kitawazamisha wote walio ndani. Na ikiwa kutakuwa kuna mwenye kukiendesha lakini akawa hana malengo, hajui anapokwenda, au akawa yuko na malengo lakini si mtaalamu wa kuendesha vyombo, ni mtu tu ameokotwa, kwa hiyo kile chombo pia chenda kuzama. Kwa hiyo ni lazima tunapozungumzia uongozi tupige mfano wa nahodha baharini ambaye amebeba umma ndani ya chombo kama kile, anataka kukifikisha kwenye malengo. Hapa sio kukifikisha peke yake, kwa sababu wenyewe anakwambia ni tahriki, kuwapeleka. Yeye yuko anaupeleka umma kutaka kufikisha sehemu fulani. Huo ndio uongozi. Sawa sawa ni uongozi wa mtu mmoja au ni uongozi wa majmua, yani ni watu wamejitengeza ili kwa ajili ya kuupeleka umma mbele. Lakini uongozi kama huu sio kuupeleka peke yake, kwa sababu haya malengo kuna mambo chungu mzima yanahitaji mpaka tuweze kuyafikia. Kwanza, kuna hitaji mikakati, kuna hitaji kuyalinda, kwa sababu kupeleka peke yake kama wenyewe wanavyotuambia, ili kuweza kufika katika malengo kama haya inahitaji himayatuha, riayatuha, kwa sababu lazima uyachunge. Umeshaweka malengo mbele, japokuwa tutasherehesha malengo nini na tahriki al-umma nini, tutaingia tushereheshe zaidi, lakini madamu malengo yako, mimi najua mnakwenda wapi, si dereva wa watalii wa tourist. Kwa sababu dereva wa watalii yeye hajui malengo, yeye anaambiwa bwana wachukue hawa wapeleke sehemu fulani, yale si malengo. Wale wanaopelekwa ndo wanaojua, na hali ya kuwa yatakikana huyu kiongozi yeye ndo awe anajua yale malengo. Kwa hiyo tunapokuja kusema hivi, ni lazima haya malengo yawe yako wazi. Yakisha kuwa wazi, awe huo uongozi uwe uko tayari kuyalinda malengo kama haya, na kujua ni njia gani anaweza kuitumia kuyafikia malengo kama haya. Kwa sababu bila ya kujua, ndo kama tulivyosema, itakuwa ni kama chombo kiko baharini hakijui kinapoelekea. Na ikiwa pia malengo yanajulikana lakini uongozi haujui haya malengo yatafikiwa vipi, kwa maana ni lazima ajue, je, mawimbi ya bahari hivi sasa tunaweza tukakiondosha chombo au la. Ikiwa itakuwa hana uzoefu, dharuba na mawimbi ya bahari ni makali, ina maana atakizamisha chombo kama kile. Kwa hiyo himayatuha, kuyalinda haya malengo, ni kujua ni muda gani inafaa tuanze haraka, ni muda gani inafaa tutie nanga tusubiri dharuba zipungue na mawimbi yapungue, au upepo ni mkali tuupunguze, tutaupunguza vipi? Ndipo pale tunaambiwa al-hakim ni yule anayejua hiki kinafaa kuwekwa wapi, wakati gani, zamani na makani. Muda wa kuwekwa ni muda gani, wakati gani wa kuanza. Kwa hiyo ni lazima tujue, kwa kuwa haya malengo yakiwa yapo, huo uongozi ni lazima sio kujitolea kufikisha umma peke yake, ni lazima uwe uko mbele kuushika mkono umma kuufikisha kwenye malengo kama haya, uwe uko tayari kuyalinda malengo kama haya. Kwa sababu bila ya kuyalinda ni hivyo hivyo itakuwa ni kukizamisha chombo. Na ndipo tukiangalia madamu uongozi ni namna hii, ni sisi, kwa sababu maisha yetu
sisi binadamu ni sehemu ndogo ya viumbe walioumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika maisha yetu hatuwezi kuyafikia yale malengo ambayo yatahifadhi nidhamu iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya uongozi. Ni lazima kuwe na uongozi, na ndipo Sheikh Makarim Shirazi anasema الحياة الاجتماعية في الدنيا لا يمكن أن تنفصل عن القيادة أو أن تستغني عنها، لأن تحديد مسير مجموعة معينة يحتاج إلى قيادة، وعادة لا يمكن سلوك طريق التكامل بدون وجود قيادة، وهذا هو سر إرسال الأنبياء. أسمع maisha yetu ya ulimwengu, hatuwezi umma kama umma au jamii kama jamii kufikia katika malengo ya ukamilifu bila ya uongozi. Kwa sababu tukiwa tumeachiwa chombo bila ya kuwa na uongozi, nani atakaye kidhibiti kile chombo na dharuba na mawimbi ya maisha tunayopambana nayo? Ikiwa hatuna uongozi unaostahiki, ambapo nitajaribu kuzisherehesha baadhi ya mambo ambayo ni muhimu katika uongozi. Kwa hiyo Sheikh Makarim asema hatuwezi kufikia au kushikamana na njia ambazo zitatupeleka katika ukamilifu, njia ambazo zitatupeleka katika malengo makubwa biduni qiyada. Ni lazima tuwe na uongozi. Na ndipo moja ya siri muhimu za kutumilizwa mitume ni kwa sababu ya kutushika mkono. Kama aya za Qur'ani chungu mzima zinazotueleza, huwa alladhi arsala bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun, kwa sababu malengo ni kutaka dini itawale, dini ya Mwenyezi Mungu, dini inayoleta uadilifu, dini inayoleta kila mazuri. Kwa hiyo ni lazima ndio iwe ni tochi itakayotumulikia katika maisha yetu. Kwa hiyo mitume ni wenye kutushika mkono, kutuelekeza katika malengo mazuri kama haya. Kwa hiyo ni lazima kuwe na uongozi, na ndio moja ya falsafa muhimu, moja ya malengo muhimu ya kutumiliza mitume. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watufikishe katika ukamilifu kama huu. Sasa ikiwa uongozi una umuhimu kama huu, chombo hakiwezi kwenda bila ya uongozi. Kwa hiyo ni lazima tufahamu uongozi si cheo, uongozi si madaraka, uongozi si sharafu. Kwa sababu sisi tunachukulia leo mtu anapopewa uongozi ameshakuwa mheshimiwa, anahitaji kuinukiwa, ashakuwa mtukufu. Sio uongozi tunauangalia, si tuhfa. Kwa kuwa mtu ni medali amepewa, ameshinda, mfano yeye ndio mchezaji mzuri wa ulimwengu, akapewa kiatu cha dhahabu, akapewa kikombe cha dhahabu, au akavishwa taji la dhahabu. La, uongozi tunaozungumzia hapa, kama anavyosema baadhi ya wasomi, wanasema uongozi ni wajibun thaqilun wa khatir, kwa sababu ni majukumu ya ziada ambayo mtu amekubali kuyabeba. Na ndipo tunapoambiwa pale baadhi ya ahadith, kila mmoja ana majukumu, na yale majukumu atakayoyabeba yanazidiana. Lakini unapokwenda kukaa pale mbele, wewe umeamua kuchukua umma, kuwaingiza kwenye chombo na kuwachorea malengo. Kwa hiyo ni lazima uhakikishe kwa kuwa wewe utawafikisha katika yale malengo. Unajua utapanga vipi, utakwenda vipi, utapita njia gani. Bila ya hivyo utakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa majukumu uliyoyabeba. Na ndipo wanasema la samahallah, ikiwa uongozi, kwa sababu kama tunavyojua leo mara nyingi waweza kupata safari imeanza ni mzuri, uongozi mzuri, malengo mazuri, lakini mbele kukaanza kucheza
mchezo wa siasa utakuta mmoja mmoja, uongozi wenyewe mwisho ukawa uko tofauti na yale malengo mliyokubaliana. Ndio wasema la samahallah, ikitokea hali kama hii umma unaingia katika aibu, ameuingiza umma katika aibu hapa duniani na kesho akhera. Kwa sababu kuanzia mwanzo watu wamekubaliana, umma ambao ndani uko na uongozi, chombo, kila mtu ndani anajua kinapoelekea ni wapi, nahodha na rubani mwenyewe wakielekeza sehemu nzuri, kisha aje akhalifu wale malengo aende vile anavyotaka yeye. Kwa hiyo ameupoteza umma, ameuzamisha umma, atakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kuna maneno mazuri ya Imam Ali salamullahi alayhi, anasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Asema katika Nahjul Balagha na katika Al-Kafi man la yahdhuru al-faqih, amepokewa ijapokuwa katika upokezi wa hizi hadithi kidogo zina udhaifu, nimeichukua kwenye Nahjul Balagha. Asema aqna'u min nafsi an yuqala hadha amirul mu'minin wala usharikuhum fi makarihi ad-dahr. Yani mimi ni kinaishe nafsi yangu kwa kuwa mimi naitwa Amirul Mu'minin na mtukufu rais mheshimiwa bwana fulani, unainukiwa unabusiwa mikono, basi kujiona mimi kama mimi nimeshamea mbawa nisipoinukiwa. La, Imam Ali asema si hivyo. Mimi hili ni jukumu nimelichukua, hiki chombo nimekichukua, dharubu zozote, matatizo yoyote, mimi lazima niwe mbele. Na ndipo wanaposema wala usharikuhum fi makarihi dahri, matatizo yanayowapata mimi niwe nimekaa kando, nimekaa kwenye ikulu, nimekaa kwenye State House, nimekaa kwenye makasri, watu wanapata dharubu, habari sina. La, sito ikinaisha. Imam Ali salamullahi alayhi asema sito ikinaisha nafsi yangu ili ikubali kwa kuwa mimi ni Amirul Mu'minin, nimekaa kwenye kochi la ufalme au kwenye kochi la imara. Hapana. Asema mimi ni lazima, kwa sababu niko ndani ya chombo na mimi ndio niliyechora malengo kama haya, lazima mimi niwe wa kwanza kupambana na dharubu za makarihi dahr. Al-Imam Ali salamullahi alayhi huyo. Kwa hiyo uongozi si medal kama sisi tunavyofahamu au sisi tunaochukulia kwa kuwa uongozi ni fadhila, uongozi ni daraja, uongozi ni cheo, uongozi ni heshima. Hapana. Uongozi ni majukumu ya ziada ambapo mtu amekubali kwenda kuulizwa mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun. Hatupiti isipokuwa tutaulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tutakachokibeba tutakibeba, tutakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo chombo kama hiki ndani kuna uongozi, kuna wenye kuongozwa, kuna malengo. Na uongozi wenyewe sio sharaf, sio tukufu, sio cheo, ni majukumu. Lakini ni lazima hapa kuna baadhi ya mambo ni lazima tuyaweke wazi. Kwa sababu mara nyingine tunapotaka kuja kuzungumzia uongozi, hatutaki kuzungumzia historia. Tunataka kuzungumzia mustakabali wa umma wetu. Mara nyingi utapata baadhi ya maswali yanayoulizwa kwa kuwa nyinyi mnazungumzia uongozi katika Uislamu, hali ya kuwa kuna tawala kadhaa zimekuja kwa jina la Uislamu na zikaharibu. Tukumbuke historia si Uislamu. Inaweza ikawa ni sehemu ndani ya Uislamu ikiwa yule mtawala au ule uongozi ulidai umevaa vazi la Uislamu, lakini sio Uislamu. Ijapokuwa kuna baadhi ya ishkalati chungu mzima, lakini wale hawakuja kuwakilisha Uislamu. Kwa hiyo mimi sizungumzii uongozi katika historia. Hilo ni jambo la kwanza ambapo ni muhimu tulifahamu. Jambo la pili, na hili ni jambo ambalo ni muhimu sana tuwe makini nalo, kwa sababu tunapozungumzia uongozi mara nyingine tunazungumzia matatizo yaliyotupata yakasababisha tukubali uongozi au utawala kwa ajili ya dharura. Siko hapa. Kwa sababu sawasawa ni mikwaruzano ya kisiasa, sawasawa ni katika mapambano ya kisiasa, sawasawa ni katika matatizo yanayowapata umma, yanatupelekea mwisho tukubali uongozi ambao hatuna imani nao, lakini ni kwa sababu ya mambo fulani ambayo
ule uongozi umeweza kutufikisha. Tuchukue mfano, kwa sababu mara nyingine kuna kaumu fulani mfano inaweza kunyanyasa. Tuchukulie mfano wetu wa Kenya, mfano kaumu fulani kwa sababu ya tawala fulani zikaweza kunyanyasa watu fulani, zikanyanyasa, zikafinya kila kitu, ikawa ni wao. Mwisho ukaja utawala ambao uko nje wa kaumu kama ile, ule uongozi ukaifinya ile kaumu. Sisi uongozi hatukubali, wala hatujauchagua, wala hatujakubali kama huu uongozi ndio unaoongoza chombo chetu, lakini ni kwa sababu ya haya mazingira umefinya ile kaumu ambayo ilikitufinya sisi. Kwa hiyo tukaamua kuingia ndani ya jahazi. Siko hapo. Nataka ule uongozi ambao kuanzia mwanzo tuliondoka nao hatua kwa hatua kwa ajili ya kufikia malengo. Sipo katika mikwaruzano ya kisiasa, kwa sababu kama wanavyosema, حينما نتحدث عن القيادة لا نتحدث عنها كواقع مفروضة نتيجة الغلبة السياسية ولا عبر الصراعات العالمية mfano. Kwa sababu kulikuwa na mikwaruzano fulani, kulikuwa na mirengo fulani, sisi tukaamua kuunga mkono, kwa sababu kuna msingi mmoja muhimu sana katika ilmu ya usulul fiqh. Wanasema maovu yanapokwaruzana au waovu wanapokwaruzana, ikawa hakuna budi, ni lazima uchague mrengo mmoja au uongozi mmoja au mtu mmoja, basi inabidi uchague aqallu dharar, uchague pale penye madhara machache. Kwa hiyo sizungumzi uongozi huu kwa maana tunapoona wote wameoza, wote hawafai, wote si viongozi, kisha lakini mmoja akawa ana afadhali. Sizungumzi hapo, kwa sababu hapa wanakuambia ni atazahumi, ni kumetokea mkwaruzano tukalazimika kushika sehemu moja. Hatuko hapo. Na ndipo ule mfano mmoja unaotolewa mara nyingine ni kwa sababu utapata umma umeamka kwa sababu ya matatizo ambayo yamekuwa sugu katika umma kama huo, na wakawa wako tayari kwa sababu tatizo kubwa ni uongozi wa pale, wakasimama kutaka kumpinga ule kiongozi. Wajua systems zinazotumika ulimwenguni, inapigwa mfano kama wale wafungwa waliowekwa gerezani, wakianza kuamka kulalamikia haki zao za kimsingi kama wafungwa, kwa sababu mfungwa ana haki zake. Wakianza kulalamika, kuna system inatumiwa, waweza kuwekewa kitu, mfano likachukuliwa jumbi la hayawani likawekwa karibu na sehemu zao za kulala, ikatoa harufu siku ya kwanza, siku ya pili wakaanza kulalamika, kupiga makelele na nini. Wahusika viongozi wa magereza wamenyamaza kimya. Haki zao wanayasahau kwa sababu ya nini? Kinafaa kutangulizwa chenye aulawia, sio? Wanazungumza na uongozi, bwana hili jumbi takamtuondoshe, si hatuwezi kulala, sio? Na hali ya kuwa ilikuwa tatizo lao si jumbi. Kuna matatizo ya msingi ambayo wao walikuwa wameamka kupambana nayo, lakini jumbi kama lile kwa sababu limewasahaulisha matatizo ya msingi na matatizo ya asili. Na hapa ndipo utapata hili ni tatizo moja kubwa ambalo katika maisha yetu sisi linatupata. Tunakuja kukubali uongozi fulani kwa sababu ya yale matatizo yaliyotupata katika tawala zilizopita. Kwa hiyo tukaamua kukubali ule uongozi, lakini sio uongozi unaofaa, wala sio ulimwengu wala sio uongozi unaostahiki kuungwa mkono. Kwa hiyo haya ni mambo mawili muhimu ambayo ni lazima tuyazingatie. Kwanza, sizungumzii kuhusu historia, uongozi katika historia. Pili, uongozi unaozungumzia si uongozi ambao dharura imetulazimisha sisi tuukubali. Mimi nazungumzia uongozi kwa sababu kama alivyosema Sheikh Makarim Shirazi, hatuwezi kufikia ukamilifu, hatuwezi kufikia malengo makubwa ikiwa chombo kitakuwa hakina nahodha. Ikiwa chombo kitakuwa hakina rubani, basi sisi ni kwenda kuanguka kwenye dharuba, ni kwenda kuzama katika bahari na mawimbi ni makali. Kwa hiyo ndipo pale utapata umma haujielewi, utapata umma haujitambui, umma haujifahamu.
Kwa hiyo haya ni mambo muhimu ambayo ni lazima tuyafahamu. Na tunapozungumzia manahodha au uongozi, kwa sababu tuchukue mfano mdogo, sisi uongozi kama huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametuwekea vigawanyo viwili. Allahu waliyul ladhina amanu walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Kwa hiyo tuna uongozi aina mbili. Kuna qiyada ilahia ambapo ni uongozi unafahamu matatizo ya umma, uongozi ambao umepanga ramani ili kufikisha umma katika malengo mazuri kama haya. Huu ndio ule uongozi ambao Allahu waliyul ladhina amanu, ndio anavyosema kina Sheikh Makarim Shirazi, huu ni ile alqiyada salihah, ambapo qiyada kama hii tastati'u an tusila al-insana ila hadafihi an-nihai bishiklin sahlin wa sari'. Kwa sababu tuchukue mfano, kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, umma, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, Waarabu waliokuwa wanaishi katika Aljazira Al-Arabia ni wale baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, hawakuwa wengine, lakini ni watu walikuwa hawajielewi, ni watu walikuwa hawajitambui, hakuna haki za wanyonge zinazochungwa, dhulma, unyanyasaji, uporomoko wa maadili, zote ndio zilikuwa zikitawala katika kisiwa cha bara la Asia la Kiarabu. Lakini angalia baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ule umma uliweza kufika mpaka Europe, Spain, na ukatawala na sehemu kubwa katika ulimwengu. Kwa sababu gani? Kwa sababu qiyada ilikuwa, uongozi ni uongozi wa sawasawa, uongozi uliokuwa na malengo, uongozi ulikuwa ukienda hatua na umma, ukaweza kufikisha umma katika malengo makubwa kama haya. Kwa hiyo ni lazima uongozi uwe ni uongozi ambao unajitambua, kisha uwe ni uongozi ambao una malengo mazuri na malengo makubwa. Na ndipo tukirudi sisi kuangalia hata katika aya za Qur'ani, katika baadhi ya ahadithi, baada ya mitume, kwa sababu mitume ndio walikuwa wamepewa uongozi wa kuongoza umma kama huu, lakini baada ya mitume, je, umuhimu wa huu uongozi utaisha? Na ndipo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi inaposema kwa kuwa mfano wa watu wa nyumba yangu ni mfano wa safina ya Nuh. Kwa sababu ikiwa yeye ameondoka, safina kama hii au umma kama huu hauwezi kubaki bila ya uongozi. Kwa sababu tariqa takamuli, ile njia ya ukamilifu ya kufikia yale malengo, hii safina haiwezi kwenda bila ya uongozi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi akafananisha kwa safina ya Nuh, uongozi ulikuwa kwa mwenyewe Nuh salamullahi alaihi. Na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, uongozi wa umma alikuwa na wenyewe. Kwa hiyo baada yake anasema uongozi huu wa umma wangu ni kama safina ya Nuh, ni lazima hawa watu wa nyumba yangu ndio washikilie ili waweze kufikisha umma pale panapostahiki. Lakini sasa baada ya Ahlul Bait alayhimus salam, je, umuhimu wa uongozi itakuwa hakuna? Je, tuishi bila ya uongozi? Si tutakizamisha chombo? Kwa sababu ikiwa chombo kitakuwa kiko baharini kinapigwa na mawimbi huku na kule, mwisho kitafanya nini? Kitazama. Kwa hiyo ni lazima kuwe na nahodha ambaye ni mzuri. Bila ya kuwa na nahodha ambaye ni mzuri, ni rubani mzuri, chombo kitazama. Na huyu nahodha ambaye ni mzuri, na ndipo Dr. Tariq Suwaidan mfano anatueleza kuna baadhi ya mambo ambayo tunaposema malengo tunakusudia kitu gani? Kwa sababu tumeweka mawe matatu: umma ambao kuna kiongozi ndani, kuna na chombo ambacho tunasafiria, kisha kuna na malengo, si ndio? Sasa tumeshapata huu uongozi wako ndani ya chombo kama hii, ndani ya chombo kama hiki kuna na malengo. Haya malengo ni nini? Kama nilivyosema, tutakuja kujaribu kuyasherehesha. Haya malengo ni nini? Sababu mara nyingi kuna wakati malengo yaweza kuwa yapo, lakini ni malengo hayaendani na umma wenyewe, kwa sababu ni malengo si munasibu yani. Kwa sababu ndipo pale mara nyingine mtu anaweza kuambia
Shekhe, sio hadhi yako wewe kufanya mambo hayo. Ni kwa sababu hadhi ya umma kama huu ilikuwa yastahiki malengo yawe makubwa zaidi, lakini unataka kutupeleka katika malengo ambayo kila mwenye akili ukimuuliza atakwambia malengo kama hayo hayastahiki. Kwa hiyo ndipo tunaposema malengo, kama kina Dr. Tariq Suwaidan na wengineo wanasema ni rasmu al-khitta, ni kwanza ni kuchora ramani, lakini ni lazima ule uongozi uwe na ruya, uwe na mtazamo wa mbali, uwe na maono ya mbali, uwe unajifahamu, uwe unajitambua, uwe unajielewa. Kwa sababu ikiwa uongozi haujitambui, haujifahamu, haujielewi, yani na maana itakuwa ni vile vile. Na ndipo kuna baadhi ya hadithi ambazo zimepokewa na ni hadithi mzuri na zina maana mazuri, nyingine ziko ndani ya Nahjul Balagha na baadhi ziko katika Al-Kafi. Mfano Nahjul Balagha, al-Imam Ali salamullahi alayhi anasema, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, al-amilu bighairi ilmin kasairi ala ghairi tariqin fala yaziduhu bu'duhu an at-tariqi al-wadih illa bu'dan min hajatihi wal 'amilu bil ilmi kasairi ala at-tariqi al-wadih falyanzur an-nadhiru asairun huwa am raji'. Maneno ya Imam Ali salamullahi alayhi asema, ikiwa tutakuwa twenda mbio, chombo kina spidi mzuri kama kule kwetu, wale wanaoishi baharini wanaelewa, kuna baadhi ya vyombo mfano vidogo vina mashini mbili, utapata kina spidi mashallah mpaka huwa kinaacha maji lakini mpaka kiwe kinajua chombo kama hiki kinakwenda wapi. Kwa sababu ikiwa hakijui kinapokwenda, ndipo pale nikasema mwisho chenda kutuzamisha. Ndio hii sur'atu sayri, kwa sababu kimechukua njia isiyofaa kuchukuliwa. Kwa hiyo sur'atu sayri anavyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi, kinazidi kutuweka mbali na yale malengo. Na ndipo tukasema kwa ni lazima awe na basira, awe na mtazamo, awe na maono, ni uongozi unaojielewa, unaojifahamu, unaotuelekeza katika njia inayofaa kufuatwa, sio kutupeleka katika njia ambazo hazistahiki. Kwa sababu hivyo hivyo hata ikiwa malengo yako, lakini uongozi haujitambui, na ndipo kama tunavyoona leo chombo kinazama, ima hatuna. Na ndipo Dr. Tariq Suwaidan asema, ukiangalia matatizo makubwa yanayotupata ulimwenguni ni mambo mawili peke yake, ima fuqdanul qiyada au al-idara. Asema ima uongozi, hakuna uongozi. Na ndipo asema katika nchi za Kiarabu si uongozi, hatusemi ni uongozi, kwa sababu anaelekea katika njia zisizofaa. Na ndipo al-Imam Ali salamullahi alayhi asema, falyanzur nadhirun asairun huwa amraja. Kwa sababu ikiwa hakuna uongozi, sio kwa kuwa utakwenda, madamu inazidi, chombo kinazidi kukupeleka mbali, kwa hiyo unarudi huendi. Kwenda ni pale kwa kuwa una malengo yanayoeleweka, malengo ya kiakili, malengo ambayo kweli yataunyanyua umma uweze kufika katika ukamilifu kama alivyosema Sheikh Makarim. Hapa ndipo tunajua kwa kuwa itakuwa kweli umechukua ile njia ambayo inayofaa, na ndio itakuwa ni uongozi unaofaa. Na ndipo hapa kweli tutasema kwa kuwa ni qiyada. Ndipo nikasema sizungumzii uongozi ambapo mazingira yametulazimisha tuuchague, na uzungumzia uongozi huu, uongozi unaojifahamu, uongozi unaojitambua, uongozi ambao unaweza kutuchorea ramani na kutushika mkono na kutuelekeza na kuyachunga yale malengo na kuwa tayari kupambana, kama alivyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi, kupambana kwa ajili ya kutufikisha katika malengo kama hayo. Huu ndio uongozi unaozungumzia. Na ndipo aya niliyotangulia kuisoma, Mtume sallallahu alayhi wa alihi anapoambiwa, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Yani uongozi uliobeba hamu, uliobeba ghamu, uongozi ambao unapambana usiku mchana kwa ajili umma ufikie malengo makubwa kama yale.
Na ndipo ukipata Mtume sallallahu alaihi wa alihi na uongozi kila uliokuwa mzuri, mbali ya usubuhi unapambana usiku unakesha kwa ajili ya kuchora ramani na kuuchorea umma ili kuufikisha katika malengo yanayofaa. Mbali na hapo utapata ulikuwa ukisimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu na kulia ili Mwenyezi Mungu atilie taufiki katika haraka kama hizo. Na huu ndio uongozi. Sizungumzi uongozi ambao leo kila mmoja wetu tumekuwa tunapigania. Kila mmoja wetu anataka kuitwa mheshimiwa. Leo umekuta tumechukua kwa kuwa ni cheo na ni fadhila na ni daraja. Kila mmoja anapigania kufikia cheo kama hiko na daraja kama hiyo. Na uongozi karibia, viongozi wote tulionao si viongozi wa umma, ni viongozi wa vyama vya kisiasa. Kwa hiyo ajenda zote na malengo yote ni malengo ya vyama vya kisiasa, si kwa malengo ya umma, si kwa malengo ya jamii. Hizi humum ambazo uongozi unabeba, upate kiongozi analia na kukerwa na kuumia anapoona machokorao yamejaa barabarani, na anachukua mikakati ya kumaliza tatizo la machokorao. Analia kuona maadili yamepotea. Analia na kuumia kuona elimu imezorota kwa watoto wetu, maadili yamezorota, usalama umezorota. Leo kitu ambacho ni cha msingi, mfano upande wa usafi, ukizunguka kwenye miji yetu usafi hakuna. Huu ndio uongozi uliobeba hamu na ghamu ambazo kweli zinaweza, uongozi kama huu unaweza kuufikisha umma katika yale malengo yanayostahili. Lakini uongozi wa kisiasa tunaouona leo ni uongozi ambao umekuja kwa malengo ya vyama, si kwa malengo ya umma. Na ndio wakawa hawajali, wanafanya wanachotaka, umma muumie, musiumie. Inshallah tutaingia zaidi, tujaribu kuyasherehesha kwa sababu naona muda umekwisha. Lakini kila uongozi, na ndio ukiangalia, mimi sitaki kusema ni 100%, lakini sawasawa ni katika vyama vya kidini, sawasawa ni vyama vya kisiasa. Kila chama kina ajenda zake, kila chama kina malengo yake. Kwa hiyo uongozi na wale walio ndani ya chama utapata wanakwenda, zile haraka ipo. Kwa sababu tulisema chombo hakiwezi kufikia malengo mpaka kiwe na haraka, sio? Haraka ipo, chombo kipo, lakini malengo yake ni malengo finyo, ni malengo ya watu maalumu. Ndio utapata ndani, ukisikia yanayofanyika ndani ya vyama vyetu, sawasawa za kidini, sawasawa za kisiasa, ndio utakapojua kiada ninayozungumzia sio kiada ya mazingira ambayo yametulazimisha tukubali. Ndio nikasema sisi tunazungumzia kiada, ile kiada, uongozi ambao kweli unastahiki tuuite uongozi kama alivyosema al-Imam Ali salamullahi alayhi. Je, ni kinaisha nafsi yangu kuitwa Amirul Mu'minina, na takuwa siko mbele katika kupambana na matatizo na dharuba za ulimwengu zinazotupata kwa ajili ya kufikisha umma katika malengo? Si lengo. Kwa hiyo tunapokuja kuzungumzia kiada, kwanza ni lazima tufahamu tuko ndani ya chombo, na chombo kama hiki kikizama tutazama sote. Ijapokuwa wao wanafikiria kwa kuwa nahodha yeye anajiona mimi baharia sana, ni mtaalamu sana wa kuogelea, nikisha kizamisha hiki chombo mimi nitatoka salama. La, hapana. Kikizama wanazama wote, kwa sababu bahari haina utaalamu. Si bahari yetu ya Lamu, kutoka Mokowe kwenda Lamu, ambapo hata kwa kuogelea naweza kwenda hata mimi kuogelea nikafika Mokowe, si tatizo. Lakini bahari, dharuba za ulimwengu ni bahari kubwa. Asijione kwa kuwa mimi nikiwa nitakwenda nyuma ya malengo yangu nitauzamisha umma, mimi nitatoka salama. Hapana. Chombo kikizama tutazama sote. Chombo kikiwa kitabaki kinapigwa na mawimbi, hatujielewi, hatujitambui, hatujifahamu, hatujui tulipotoka, hatujui tunapokwenda, mwisho tukawa tunapigania tuondoshewe jumbi, tutakuwa sote tatizo hilo tuko nalo. Lakini
kutoka kwenye matatizo kama haya ni mpaka tupate ule uongozi unaozungumziwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi na Ahlul Bait. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala